Roho Mtakatifu ili aweze kuandamana pamoja nasi. Jinsi Yesu anavyosema katika somo letu kuu katika siku 10, inatoka katika kitabu cha Yohana 16, ni Yohana 14, 16 na 17. Na Biblia inasema ya kuwa nitaomba kwa Baba yangu awape msaidizi mwingine ambaye atakaa pamoja nasi milele. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kualika Roho Mtakatifu ili aweze kuidumu nasi katika maneno yetu. Huenda tumenena yasiyo mapenzi yake tangu asubuhi ilipoanza. Huenda tumefikiria hata wakati huu ambapo tuko hapa na vitu ambavyo vinatusumbua mawazo, ambayo hawezi karuhusu Roho Mtakatifu aweze kuandamana pamoja nasi. Jinsi ambavyo tuliweza kupata ya kuwa siku ya kwanza, tuliweza kupata kujua ya kuwa tunaye mfalme ama mkombozi anayeishi. Tunaye mkombozi ambaye anaishi pamoja nasi. Na vile ambavyo tunajua mkombozi huyu anaishi katika maishani mwetu, katika kelele yetu. Huyu mkombozi alitukomboa na kutuacha msalabani, aliandamana pamoja nasi. Na anapoandamana pamoja nasi, ikiwa siku ya pili, tuliweza kuangalia vitu ambavyo vinapewa kipaumbele katika ufalme wa mbinguni. Na tuliweza kuangalia ili tuweze kurithi ufalme wa mbinguni, lazima tabia zetu ipite ya Ufarisayo na walioandika sheria. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunaenda kuimba wimbo nambari 15. Tutaimba baadhi ya nyimbo tunapoomba Roho Mtakatifu aweze kutuongoza katika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nenda rohoni Yesu, nenda kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke, sugua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana, kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole wa pendo, daima utashinda
mwingine. Mapenzi yako yatendeke na utujaze na Roho wako Mtakatifu ili tuweze kusikia kutoka kwako kwa sauti ya upole. Ndio ombi letu katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Ikiwa muda umeenda na tutaweza kuchukua muda mwingi katika maombi, kwa sababu tunajua hakika ni wiki ya maombi, ni siku ya maombi, na tutaweza kuangazia sana katika maombi ya mtu binafsi, maana maombi itakaponibadilisha, hakika maombi itakaponibadilisha, nitakuwa taa na wengine watasoma kutoka kwangu, nao pia wataweza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunapoomba tuzingatie sana yale vitu ambayo inaweza kuwa imetupa changamoto katika maisha ama imetuvuta nyuma na inafanya hatuwezi tukaona mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Somo letu la leo inasema kukutana na Mungu anapotushangaza. Meeting Jesus when he surprises us. Kukutana na Kristo anapotushangaza. Kristo anatushangaza kwa njia gani? Jana tukaweza kusoma Mambo ya Nyakati ya Pili 7:14 ambayo ilikuwa inasema, ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuniabudu, nitawajibu. Bwana Yesu asifiwe. Alisema ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuniabudu, nitawasikiza. Kumbe kuna wakati ambapo tunaweza tukaomba tukose kusikizwa ama tukose kujibiwa. Kwa sababu gani? Hatujanyenyekea. Kuna wakati ambao tunaweza kuomba na tuseme ya kwamba tumeomba na hakuna kitu imefanyika, ili hali sio mapenzi ya Mungu aweze kutujibu kwa wakati huo. Kuna wakati ambapo tunaweza tukaomba, lakini tunaona nikatakuwa vitu haiendi sawa, sio ya kuwa Mungu amekataa kutujibu, lakini tunalazimisha Mungu na mahitaji yetu. Haijakuwa mapenzi ya Mungu, lakini tunamwambia Mungu, mimi naomba unifanyie hivi, na unaona anapokufanyia hivyo haitakuwa sawa, lakini wewe unalazimisha, alafu Mungu anafungua njia kwa upande huo ambao ulikuwa unataka, alafu kisha unafika unasema, je, nilienda na Yesu kweli? Musa akaiona katika Mwanzo 35:15, Musa anaambia Mungu ya kuwa usipoenda pamoja nasi, usituambie tutoke hapa. Usipoenda pamoja nasi, if you not go with us, don't tell us to leave this place. Ametambua uwepo wa Mwenyezi Mungu na anataka Bwana aweze kwenda pamoja naye, kwa sababu katika jangwa ambayo Musa alikuwa akitembea kulikuwa na changamoto. Ndiposa akaona, nitakapoenda na nguvu zangu hakika sitaweza. Jambo la kwanza, wana wa Israeli wamekuwa watu ambao ni vichwa ngumu, ambao Musa anapojaribu kutembea pamoja nao wamemdharau Musa. Wanaambia Musa hivi, wewe ni mtoto. Tunakumbuka historia wakati Miriam pamoja na Haruni wanasema, kwani ni lazima Musa ndiye Mungu amuongeleshe? Kwani sisi Mungu hawezi akatuongelesha? Ni lazima Musa ndiye aongeleshwe? Lakini tunapata ya kuwa Mungu akaweza kukasirika na Musa
akakasirika na Haruni pamoja na Miriamu, na kisha aliwapiga na ugonjwa ya ukoma, na akawaambia, mrejee kwa Musa. Yule ambaye alikuwa mdogo zaidi, mrejee kwake ili aweze kuwaombea, nanyi mtaweza kupona. Tunataka tukutane na Yesu wakati ambaye anatushangaza. Anatushangaza kwa njia gani? Anapoleta viumbe ambao hawaonekani kama vitu, anawafanya kuwa viumbe ambao wanatumika. Katika kitabu hicho cha Mambo ya Nyakati ya Pili 7:15 inasema jambo ambaye baada ya hiyo somo tutaweza kuomba maombi ya ubinafsi, kisha tutaangalia wazo lingine, kisha tuweze kuomba na kufungua Sabato. 7:15 Biblia inasema, now my eyes will be open, yes, and my ears attentive to the prayers that is made in this place. Haleluya. Anasema nitafungua masikio yangu na nitaweza kuwajibu maombi ambayo inafanyika hapa. Nitaweza kusikia. Anaposema ya kuwa nitaweza kusikia, ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniabudu, anasema nitawasikiza. Sio kuwasikiza tu. Sasa anatupa changamoto, anatupa tumaini. Anasema I will watch over this temple. According to my version, inasema I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers that are offered here. Anasema ya kuwa ataweka masikio yake katika ombi ambayo inafanywa katika hekalu. Mtu mwingine akasema ya kuwa kanisani, hospitali na gereza, unapolinganisha maombi mengi yanafanywa katika makanisa, lakini huyu mtu akaandika akasema ya kuwa hospitali imekuwa na maombi ya haki kuliko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amesema hospitali na gerezani imekuwa na maombi ya haki. The walls ya hospitali na magereza imesikia maombi ya haki kuliko ukuta ya kanisa. Napoangalia hiyo naweza sema ni mzaha, lakini sio mzaha. Kwa sababu gani? Kanisani tumeweka as our comfort zone, lakini unapoenda hospitali unafika pale, unaona mtu, unaguswa na unaongea na Mungu uso kwa uso. Unaambia Mungu, fanya jambo kwa ajili ya hili neno. Umeomba kwa hakika, na naye anasema I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers that are offered here, because I have chosen it to be a consecrated. It is a place where I will be worshipped forever. Inaendelea kusema I will watch over it and protect it for all times. Biblia inasema tutakapokutana na huyu Mungu ama Kristo kwa hali ya kutushangaza, atatusikiza na atatujibu, maana amechagua mahala hapa iwe mahali pa kuabudiwa. Je, tunapoangalia tunamwabudu katika njia ya haki ama tunamwabudu tu kwa sababu imekuwa historia ya Kiadventista siku 10 ya maombi? Je, tunapokuja tukiwa na nia ya kubadilishwa katika wiki hii? Je, tumekuja na nia ya kuombea wale ambao walishikwa matekani? Je, jana tunaweza kuona ya kuwa wana wa Israeli walipokuwa matekani
waliweza kuandikiwa barua na kuambiwa ya kuwa wasikae tu, bali waweze kufanya kazi, waweze kuombea ile nchi. Watafanya kila aina ya kitu asifu hapo nyumbani, lakini wasisahau kuombea ile nchi. Nami pia ni ombi langu, naenda kwa maombi. Katika maombi ya mtu binafsi anasema ya kuwa if they pray to me and repent and turn away from their sin, anasema I will hear them in heaven. Alafu verse 15, I will watch over this temple. Maombi ambayo itafanywa hapa, Mungu ako tayari kuyasikiza, na kupitia kwa maombi yako kanisa hili itabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa maombi. Tunapoimba nambari 14 mstari wa kwanza, tunapoimba tafuta mahali, chukua nafasi mingi kujiombea wewe mwenyewe. Mungu akubadilishe wewe bila kuangalia mtu mwingine, wewe binafsi. Unaposimama hivi, ambia Mungu, ikiwa kuna mtu nimekosea, ni wewe nimekosea, na ni wewe tu, hakuna mwingine. Hiyo nambari 14. Nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoki, Mungu shike unene nami kwa pole, Yesu nitembee nawe. Yesu nitembee nawe. Asante Mwenyezi Mungu, asante Baba wetu kwa kutupa nafasi ya maombi ya mtu binafsi. Baba, tunajua hatujiwezi, tunajua tumechakaa, lakini Baba, ingia katika moyoni mwetu, ufae ili uweze kututumia kama vyombo na zile vya ufalme. Umejua umeandamana pamoja nasi na utatembea pamoja nasi katika siku 10 haya, ikiwa leo ni siku ya 3.
mapenzi yako yatendeke. Uwe nasi, tuongoze, tulinde, katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Somo letu la leo inasema kukutana na Yesu anapotushangaza. Yesu atushangaze kwa njia ya miujiza. Yesu ametushangaza katika hali ya maisha. Yesu ametushangaza tangu utotoni mwetu mpaka wakati huu. Hakika kila mtu unapouliza ako na ushuhuda ya kusema juu ya kile kitu ambacho Yesu amemfanyia. Na ikiwa somo letu bado inabaki tu kwa Yohana 14:16 na 17, Biblia inasema ya kuwa 16 na 17 Asante. 16 na 17 ndio. Yes. I will give you another counselor. We will with you forever. 17. Yes. Even the Spirit of truth. Yes. Whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Amen. Biblia imetuambia ya kuwa Yesu, imeelezea na nitazidi kuelezea. Biblia inazidi kutuambia ya kuwa Yesu ako na uwezo ya kuongoza wanafunzi wake hadi mwisho. Lakini anapowaona miongoni mwao, anaona kuna Yohana, mwanafunzi mdogo zaidi ambaye anapendwa na Yesu sana, anashindwa, huyu namwachia nani? Anaona Petro ambaye ako na maneno ambaye inakimbia kwa haraka. Anapomwona anasema, huyu nitakapomwacha ni nani atakaye mzuia asiende sana? Anaona Tomaso, mtu ambaye hajaamini, lazima aone ndiye amini. Anajiuliza, nani atabaki na hawa? Iposa anasema, nitaomba kwa Baba yangu na atawapa msaidizi, na msaidizi huyu ambaye ni Roho Mtakatifu ataishi pamoja nanyi siku zote. Na anapoishi pamoja nasi ni kwamba Yesu anaona wanafunzi hawa lazima waweze kuonyeshwa njia. Yesu ameona ijapokuwa alikuwa pamoja nao, akiwaongoza, akiwafunza, akiwaonyesha njia, kuna kitu ambayo imebaki, lazima waweze kuonyeshwa. Sasa anaposema nitaomba kwa Baba, tayari yeye ako na mamlaka na uwezo wa kusema ya kuwa nitabaki nani. Lakini kwa sababu kazi yake ni ukombozi na kazi yake imeishia katika msalaba, na anasema sasa, kuanzia sasa Yesu anachukua shuka lingine ya kuwa Roho Mtakatifu, na anasema nitaomba kwa Baba awape msaidizi mwingine ambaye atakuwa nani katika maisha yetu yote. Tunapata msaidizi huyu ni Yesu, na anakuja kwa nini? Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na anapokuja kwa njia ya Roho Mtakatifu, 16:16 Yohana tuliweza kusoma, ambayo ilikuwa inasema baada ya muda mchache hamunioni, na tena baada ya muda mchache mtaniona. Tunaweza kupata ya kuwa Yesu anaambia wanafunzi wake hivi ya kuwa hamunioni kama Roho Mtakatifu, lakini mnaniona kama Yesu. Lakini baada ya muda mchache ambaye ametuahidi katika 14:16 ya kuwa nitaomba kwa Baba atawapa msaidizi, ndiyo yeye anajidhihirisha ya kuwa mtaniona kama Roho Mtakatifu, bali sio kama Yesu tena. Ndiposa kitabu cha Yeremia
33 Yeremia 3 inasema, "Muniite na nitawaitikia, nitawaonyesha mambo makuu msiyoyajua." Bwana Yesu asifiwe. Yesu amesema, "Just call unto me and I will answer you and I will show you great and marvelous things you knew nothing about." Kumaanisha Yesu ametuahidi tutakapomuita atatupa maneno makuu tusiyoyajua. Tuteremke katika kitabu cha Yohana 11. Kuna historia moja pale ambayo tutaweza kuangalia, kisha baada ya kuangalia tutaweza kujua huyu Yesu ni Yesu ambaye anakuta watu katika mshangao. Yohana 11 tunapata kisa cha mtu mmoja ambaye alikuwa rafiki wa Yesu sana, anaitwa Lazaro. Tunaambiwa unaposoma kitabu ambayo imeandikwa na Dan Batchelor, imeandika At Jesus Feet, anasema ya kuwa Lazaro alikuwa ni seremala pamoja na Yesu, na katika Israeli nzima ama katika dunia nzima, mali Yesu alikuwa ameruhusiwa kwenda kulala akitaka, kwenda kuoga akitaka, ilikuwa ni nyumba ya kina nani? Nyumba ya kina Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema walikuwa wanapoketi wanaongea maneno ya kazi yao, kwa sababu wote ni carpenters. Lazaro alikuwa carpenter, Yesu pia alikuwa carpenter. Walikuwa wanashare ideas ya kazi. Ikawa siku moja Lazaro amekuwa rafiki wa Yesu. Kupitia kwa urafiki wake na Yesu akapata rafiki mwingine ambaye anaitwa Mary Magdalena, ambaye alikuja kwa wakati uliofaa. Alikuja kwa wakati gani? Mary Magdalene alikuja kwa njia mbaya, wakaona ataisha, lakini akawa kwa mkono wa Yesu. Na Yesu akamtunza na wakawa marafiki. Ikawa siku moja Lazaro akiwa mgonjwa, tunaambiwa Yesu alikuwa ng'ambo ile na ujumbe ikamfikia huko, na akaambiwa ya kuwa mwalimu umpendaye hajiwezi. Mwalimu umpendaye hajiwezi. Utasoma pamoja nami kuanzia Yohana 11 tukiteremka, na tutakapofika mahali tutaweza kumalizia pale, na kisha tuweze kujua kini ya siku ya leo ni gani. Akamwambia umpendaye hajiwezi. Lakini Yesu aliposikia hivyo, Yesu akapanda mashua na akaenda katika ng'ambo nyingine. Yesu aliposikia kuwa rafiki yake hajiwezi, na historia ya Lazaro na Yesu tunapata ya kuwa wakati alipokutana na Mary, wakati Mary alipopelekwa kwake kama msharati, tunaambiwa ya kuwa Yesu hakuwahi enda tena kwa nyumba ya Lazaro. Kumaanisha mission was accomplished. Wakati alipokutana na Mary, Biblia ama ndio kitabu cha Jesus Feet inasema hakuwahi enda tena katika nyumba ya kina Lazaro, bali alienda kushughulikia wengine. Yesu akaambiwa ya kuwa rafiki yako hajiwezi, lakini Yesu badala ya kwenda akasikia hiyo na akaenda ng'ambo ile ingine. Alipoenda ng'ambo ile akaweza kukaa huko siku 4. Iposa siku ya 4 anaambia wanafunzi wake, niko katika verse 9, Jesus said again as a 12 verse, tuanzie verse 6. Verse 6, yet when they received the news that Lazarus was ill, he stayed where he was for 2 more days. Then he said to the disciples, let us go back to Judea. Wakati aliposikia ya kuwa ni mgonjwa, hakuenda, akakaa tena siku 2. Na baada ya kukaa siku 2, ndiposa anaambia wanafunzi wake, sasa tuendeni Judea.
Peter, the disciple, answered, just a short time ago, the people there wanted to stone you, and you are planning to go back. Yesu amepanga kwenda kuwashangaza wale ambao wakumtaka, lakini anajibu akasema, Jesus said, verse 9, again, as 12 hours, as it is, so whoever walks in the day, the broad daylight, does not stumble, for they see the light of this world. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata ya kuwa anayetembea katika mwanga hawezi akajikua kwa sababu anaona. Tunaweza kuangalia katika kitabu cha Zaburi 114:105 inasema, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kwa hivyo anasema yeyote ambaye anatembea katika mwanga hawezi akaangamia kwa sababu anaona. Then the disciple answered, if he is asleep, during the day they stumble because they have no light. Narudia, Jesus answered, a day as 12 hours as it is. So whoever walks in the broad day does not stumble, for they see the light of this one. But if they walk during the night, they stumble because they have no light. Jesus answered, and Jesus said this, and then added, our friend Lazarus has fallen asleep, but I will go and wake him up. Then the disciple answered, if he is asleep, Lord, he will get well. Jesus meant that Lazarus had died, but they thought he meant natural sleep. So Jesus told them plainly, Lazarus is dead, but for your sake I am glad that I was not with him, so that you will believe. Let us go to him. Thomas, called the twin, said to his fellow disciple, let us all go with the teacher, so that we may die with him. Yesu anapoambia wanafunzi waweze kuenda kuamsha Lazaro, Tomaso anasema twende tu tukufe na yeye. Hajaamini kama ataponea, lakini ajabu ni kwamba Yesu ameamua anaenda kuwashangaza. Anawashangaza kwa njia gani? Verse 17 inasema, when Jesus arrived, he found that Lazarus has been buried 4 days ago. He was buried 4 days before. And Bethany was less than 3 kilometers from Jerusalem. And many Judeans had come to see Martha and Mary to comfort them over the brother's death. Tunapata ya kuwa Yesu akaenda kama Lazaro amezikwa yapata siku 4 hapo kaburini, lakini watu walikuwa wamekuja. Katika hiyo kitabu cha Jesus Speech inanipa furaha ya kwamba kuna watu, baadhi ya watu walikuwa wamekuja pale kwa ajili ya kuchekelea yale familia. Walisema, si Yesu alikuwa rafiki yenu, lakini sasa ako wapi? Si Yesu hapa ndiye alikuwa akilala? Na hata Martha mwenyewe, Martha na Mary, akauliza Martha anauliza Mary, si Yesu amekuwa akilala hapa? Si amekuwa akikula hapa? Mbona tukamtumia ujumbe ya kuwa rafiki yake hajiwezi, hakukuja? Wakawa na maswali mingi moyoni mwao, lakini ajabu ni kwamba Yesu alipofika pale, akafika pale kwa sababu watu walikuwa wanamngojea. Kulikuwa na watu aina mbili katika boma. Kulikuwa na Wafarisayo ambao walikuwa wanaamini mtu anaweza akafufuka, lakini baada ya siku 3. Ikipita siku 3 hangeweza kufanya nini? Kufufuka. Tukawa na Wasadukayo ambao hawakuamini ya kuwa mtu anaweza akafufuka. Sasa wote wako kwa Mary, wote wako kwa kina Martha, na wanauliza, tunataka tuone jinsi ambayo itafanyika. Yesu anapofika pale,
Yesu anaita Mary. Alisimama mbali na akaita Mary. Alipoita Mary, Mary anapoenda pale, ukumbuke Mary anamjua Yesu kama yule aliyemfanyia neema, na anamjua kama yule ambaye ako na uwezo, na anapomuita anamwambia, kama ungekuwa hapa ndugu yangu angekufa. Kama ungekuwa hapa ndugu yangu angekufa. Hiyo tunapata when Martha heard that, verse 20 inasema, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, if you had been here, Lord, my brother would have not died. But I know that even now, God will give you whatever you ask for him. Your brother will rise to life. Jesus told. Lakini Yesu anamwambia ya kuwa ndugu yako atakuja katika uhai. Anasema in verse 24, anasema, I know, she replied, that he will rise to life on the last day. He will rise to life on the last day. Ameamini ya kuwa ataishi, lakini anajua atafufuka siku ya mwisho. Naendelea kusema hivi, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live even though they die. And all those who live and believe in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she answered. I do believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. Then after that, verse 38 says, after Martha said this, she went back and called her sister Mary privately. He called it privately. The teacher is here. She told her, and is asking for you. When Mary heard this, she got up and hurried out to meet him. Jesus had not yet arrived in the village, but was still in the place where Martha had met him. The people who were in the house with Mary comforting her followed her. When they saw her get up and hurry out, they thought that she was going to the grave to weep there. Mary arrived where Jesus was, and soon as she saw him, she fell at his feet. Lord, she said, if you had been here, my brother would have not died. Jesus saw her weeping, and he saw how the people who were with her were weeping also. His heart was touched, and he was deeply moved. Then, have you buried him? He asked them. Come out and see. Lord, they answered. Jesus wept. See how much he loved him. Watu wenye walikuwa pale wakaweza kuwakejeli na kusema hakika walikuwa anapenda huyu mtu mpaka analia. Yesu anapolia halii kwa sababu ya Lazaro. Yesu analia kwa sababu ya imani ambayo watu hawana. Amekuja kama mkombozi aliye hai, lakini bado watu wana wakejeli. Anapoangalia machungu ambayo Maria amepitia, anapoangalia machungu ambayo Martha amepitia, Yesu anatolewa na machozi. Anapotolewa na machozi, Yesu anasema jambo, anauliza mule mzika wapi? Anasema Bwana, yapata ni siku ile tangu azikwe, na huenda ananuka vibaya. Akasema mfungue. Jambo la kwanza mpendwa ni kwamba Lazaro aliweza kuzikwa kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro alipozikwa kwenye mwamba, tumaini ya watu ikaisha, lakini alipumzika katika Kristo Yesu ambaye ni mwamba wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kisha aliposema ya kuwa amezikwa wapi, na akasema
kifuniko ya kaburi ilipoondolewa, Yesu akamwita Lazaro, Lazaro simama. Na Lazaro aliposimama, watu wakashangaa. Ajabu ni kwamba Yesu anataka kutushangaza kwa wakati gani? Unanuka, imekuwa siku 4 au pendezi, lakini kuna tumaini. Licha ya kuwa umeanguka, lakini umeanguka upande gani? Kuna tumaini, kuna tumaini. Mpendo, kuanguka ni kawaida, lakini naomba hivi, hata kama utaanguka, naomba uweze kuangukia mkono wa Kristo ambao ni mwamba mwenye imara, ambayo kwangu nitajificha. Lazaro alipofunikwa kwenye mwamba, hawakujua alifunikwa kwenye Kristo. Licha ya kuwa Kristo alikuwa mbali huko, lakini mkono wake na damu yake ilikuwa mbichi ya kufikia wale ambao watakani katika maisha. Nami mpendwa, nikianza na mimi, nimeoza. Ni siku 4 niko kaburini, ni siku 4 umekuwa kaburini, na hiyo harufu hakuna yeyote ambaye anataka kusikiza. Unapoongea unaonekana umetusi, unapopita unakuwa subject of the day, unapotembea wanasema unajifanya, unaposimama hapa kwa ajili ya huduma unaonekana sio mtu, wanauliza uko na nini. Lakini Kristo amekuja na huruma nyingi, anataka kukusafisha. Bwana Yesu asifiwe. Nami pia iwe ni ombi langu ya kuwa nami pia, ijapokuwa nimeoza na niko na uvundo ambaye haifai, kuna Kristo ambaye amekuja kwa ajili ya nafsi yangu hii moja ambayo imepotea, na angependa niweze kujazwa tena. Ni wakati wa kipekee, na nitaomba tuweze kwenda katika maombi. Kabla tukienda katika maombi, tusome kitabu cha Luka 17:5 ili tuweze kujua ya kuwa Kristo anatujali. 17:5 Luka inasema, ndio, the apostles said, increase our faith. Let it be our prayer this evening, and this precious Sabbath, let it be our prayer that our faith may be increased. Imani yetu, mitume wakaambia Yesu, jaza imani yetu. Kuna wakati imani yetu inadidimia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vitu ambavyo vimefanyika. Kuna wakati tumaini linapotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapoonekana unasema nitapeleka injili gani? Lakini tume wakasema, baada ya kuona hawafai, wakasema jazie imani. Wakati wa kipekee, huko tunaenda kuomba kwa ajili ya familia yetu na marafiki yetu. Imekuwa mtindo wetu, tunakuwa na maombi ya kibinafsi, tunakuwa na maombi ya familia pamoja na marafiki, na kisha tunakuwa na maombi ya kanisa. Ni wakati wa kipekee ambao tunaenda kwa ajili ya maombi ya familia pamoja na marafiki. Martha alikuwa specific, alienda direct to the point, akaambia Yesu, kama ungekuwa hapa rafiki yetu angekufa. Anapotuma ujumbe hakusema ya kuwa rafiki yako anataka kukuona, alimwambia rafiki yako hajiwezi, hivyo ndio lazima we need to be specific. Unapotaja rafiki yako, mtaje kwa jina na mtaje kwa yale vitu ambayo ungependa abadilike. Na unapotaja familia yako, umejua changamoto ambayo unapitia katika familia na ungependa Mungu akusaidie, taja ile shida ambayo uko nayo katika familia, ili mapenzi ya Mungu yaweze kupeleka na tuweze kujaziwa imani. Mungu wa mbinguni atubariki
tunapoenda katika magoti kwa ajili ya ombi la familia. Tutazidi Yesu atatusikia, tutamtafuta daima, na tutakapokutana tutamwomba msaada. Asante. Tunapotamatisha kwamba Mungu atusaidie, Mungu atuonekanie katika siku 10 haya ya maombi. Mungu akujazie hitaji la ombi lako, yale ambayo umekuwa ukiomba. Mungu akuwezeshe, usijidunishe ya kuwa uwezi. Biblia katika kitabu cha Yakobo 5:17 Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, na aliomba mvua isinyeshe kwa Israeli kwa muda wa miaka 3.5. Kisha akaomba, mvua ikanyesha. Elia, napoangalia Elia, was a very powerful man, na alikuwa mwanadamu kama sisi, alikuwa na nguvu zake, lakini aliomba kwa imani, Mungu akamjibu. Ningeomba kabisa tuweze kuwa na prayer box. Tutatengeneza prayer box, uwe utakuwa ukiweka mahitaji yako, na wazee tutakuwa tukiombea kila jioni kwa ajili ya ombi ambayo unaweka pale. Kuna yale ambayo ni mazito, unapojaribu kutaja inakunyima raha, lakini unapoiandika itakuwa pale, Mungu ataweza kujibu. Mungu ametushangaza kwa ajili ya vitu vingi, na tumeona ijapokuwa tunapitia shida, tuanguke mkononi mwa Mwenyezi Mungu. Nitaweza kusoma fungu
kisha tutaalika wazee wawili waweze kuomba, kisha tuweze kutamatisha. Tunapofungua sabato yetu siku ya leo, tumeambiwa katika kitabu cha Mathayo 11:28, Mathayo 11:28, Biblia inasema ndio. Come to me all who labor and are heavy laden, Yes. and I will give you rest. Amen. Anasema njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito ya dhambi, na nitawapa pumziko. Pumziko ya Sabato ni pumziko ambao tulipewa na Mungu kama zawadi. Ni pumziko ambayo tumepewa kama ukumbusho ya uumbaji, na ukumbusho ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hivyo tunapoambiwa ya kuwa tukuje, wale ambao tumelemewa na mizigo mizito ya dhambi, ni mzigo gani ambaye umetulemea katika wiki nzima? Pengine unaweza dhani ni mzigo tu ya kazi. La, wenda ni mzigo ambayo uliweza kubebea mtu chuki ambayo hutamwachia mpaka wakati huu. Ni mzigo gani ambayo unaleta katika miguuni pake Kristo katika Sabato takatifu? Ni mzigo gani ambaye umetembea naye katika juma nzima? Je, Sabato ilipotoka ulikwazika, unaibeba tena mpaka Sabato ijayo bila kuleta katika miguuni pake Kristo? Hivyo Yesu ametuambia, njooni kwangu mliolemewa na mzigo mzito ya dhambi, nami nitawapumzisha. Hakika lazima tuweze kutambua ya kuwa sisi tumelemewa na mzigo mzito ya dhambi, na mzigo mzito ya dhambi ambao tumelemewa naye, hakuna yeyote ambaye tunaweza tukaambia mzigo ambaye tuko naye na aweze kutusaidia. Ni Yesu tu ndiye atakayetuokoa. Na kama tutakuwa katika pumziko, je, ni pumziko aina gani ambayo tutakuwa kwa siku ya leo? Ametupa pumziko kwa watu wote waliolemewa na mzigo mzito ya dhambi, lakini ni pumziko gani? Waibrania 4:7 Biblia inasema, ukianzia 4 inasema, anzia 4, soma 4. We have somewhere spoken of the seventh day in this way. Yes. And God rested on the seventh day from all his work. Yes. And again in this place he said, Yes. they shall never enter my rest. They shall never enter my rest. Then, verse 6. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Amen. Kuna wale ambao wamepata ujumbe lakini hawataingia katika pumziko hiyo. Kwa sababu gani? Ya kutotii. Na anasema ikiwa mtu anaongelea Sabato, amesema Mungu alifanya kazi yake na akastarehe siku ya saba, na hivyo anasema kuna wale wachache ambao hawatapata pumziko ya Sabato. Kwa sababu gani? Ya kutotii. Saa 7 tunapomaliza inasema yes. Again he says a certain day, today is saying through David so long afterward, Yes. the words already quoted. Yes. Today when you hear its voice, When you hear his do voice. not harden your heart. Yes. For if Joshua had given them rest, God will not speak later of another day. Amen. Achia kiongozi. Anasema ya kuwa ikiwa utasikia sauti ya Mungu leo, usifanye moyo yako kuwa mgumu. Ili tuweze kukua katika pumziko ya Sabato, tusifanye roho yetu kuwa ngumu. Hivyo nawakaribisheni katika Sabato ya siku ya leo, nikiwaalika mpate pumziko la Mwenyezi Mungu, mkiwa na mzigo mzito mlio naye, mmepeleka miguuni pa Yesu na kusema, Bwana tuumbie moyo mpya.
nibadilishe na nisifanye moyo wangu kuwa mgumu, bali nikubali raha ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Ndio binadamu tunapoingia katika raha ya Sabato tuweze kujua ya kuwa tutakaposikia sauti hii tusifanye moyo wetu kuwa mgumu, na tuweze kuandamana na Bwana katika pumziko ya Sabato. Tunaenda kusimama nyimbo zetu nambari 83 mstari ya kwanza, kisha nitaalika Elda Ototo pamoja na our Elda Boniface wakuje kwa ajili ya maombi kwa ajili ya kanisa na pia kwa ajili ya Sabato. Namba 83 stanza 1. Suri ya Sabato upazuri sana, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Ndio basi, karibu pamoja na mwenyewe ndio tutasali. Tuamini na tuombe. Mungu Baba wetu uliye juu mbinguni, ni jioni njema tumekuja mbele yako Mwenyezi Mungu wetu. Tumekuja mbele yako ili tukushuhudie, na kwa maana umetuandalia siku hii ya leo ambapo tunapata sala ama kujifundisha katika siku hii ya leo. Tunakupea shukrani Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu wetu, tunapoenda tena kufungua siku hii ya Sabato, tunakuomba Mwenyezi Mungu umwandae kila mmoja ambapo amekuja katika siku hii ya Sabato, ili tufanye siku hii ya Sabato iwe takatifu na ni takatifu kwako Mwenyezi Mungu. Ni asante pia Mwenyezi Mungu, kwa maana katika mafamilia zetu zote tumewaombea na tumeombea kila mmoja. Ni asante kwa maana unachunga hata kanisa lako, na Roho yako Mtakatifu atuongoze, na pia hata malaika zako. Na yote nimeweka mbele yako katika jina la Yesu Kristo, nimeomba nikiamini. Uinuliwe na uhimidiwe Mungu wetu Yesu. Asante kwa huruma ya kutupia msalabani. Jioni ya leo tunyenyekea miguuni pako Mungu wetu, ukatugeuze utusafishe na damu yako iliyomwagika msalabani. Ndio wenzetu wanapotuona wawe na tamaa ya kufanyia kazi na kukurudia Mungu wetu. Asante kwa ajili ya wana wako ambao wamekuja katika siku ya maombi. Mungu wetu, tutie Roho Mtakatifu atusukume tupate kuwa tunakuabudu na kukushukuru kila siku, na Mungu wetu urudi kwako hata kukaribia Mungu wetu. Asante kwa ajili ya jioni ya leo ambao ni Sabato yako takatifu. Tunapoenda kupumzika kwa ajili ya pumziko na mioyo yetu, Mungu tunakuomba upate kupumzika pamoja nasi. Uwe nasi tangia sasa na hata milele. Mnenaji wetu pamupatie nguvu. Wote ambao wanaongoza hii siku ya maombi, Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu watawale, ili ndio ombi letu tukiomba na kuamini katika jina la Yesu. Baba yetu aliye mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, nimekupendeza Baba jioni ya leo kwamba umenena nasi kwamba kuna wakati mwingine Mungu unatenda kuliko tunayowaza. Asante kama vile ulivyomtendea familia ya Lazaro, Martha na Maria. Mungu wetu, kuna kusurprise jioni ya leo. Wote ambao tumesikia sauti kanisani, wengine wamesikia wakiwa biashara zao, Mungu katubariki kwa ajili ya ajabu.
zidi kutunenea hata tunapoingia kwa juma lingine. Mungu wetu na maombi, Baba, endelea kuwa nasi. Asante kwa sababu vilio vya mioyo yetu umeyajibu, na maombi yote Baba umeshatujibu. Pokea sifa na utukufu jioni ya leo, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Barikiwe. Mungu atubariki. Nikaribishwa wote katika Sabato ya Bwana. Mungu awabariki.